Naomba tujifunze kidogo neno linalosema muamini Bwana kwa mambo makubwa. Haleluya. Amen. Tunapojifunza muamini Bwana kwa mambo makubwa, maana yake ni kwamba Mungu anataka tumwamini kwa mambo makubwa. Lakini kwa nini wakati mwingine mambo makubwa hayatokei katika maisha yetu? Ni kwa sababu inawezekana wakati mwingine sisi wenyewe hatumwamini Bwana kwa mambo makubwa. Tunamwamini kwa mambo madogo. Kwa hiyo na yeye anafanya kwa kiwango cha namna tunavyomwamini. Lakini leo nataka nikutie moyo katika Bwana. Makubwa ni kwa ajili yako. Yanatakiwa yatendeke kwako, yafanyike kwako, yaonekane kwako, usiyaache. Mambo makubwa kwa mfano ni mambo ya aina gani? Tunamaanisha mambo ya ajabu zaidi, mambo ya kushangaza zaidi, mambo ambayo kibinadamu hayatendeki kirahisi, mambo ambayo yanafanya watu waseme kweli Mungu yupo. Haleluya. Amen. Haya ndio mambo makubwa. Ulieka hapo, nataka nikwambie kwamba Mungu wetu ni Mungu wa mambo makubwa pia. Kwa neno hili Mungu anataka akafanye jambo ambalo ni la tofauti katika maisha yako. Tunaposoma Biblia tunajifunza kwamba Mungu ni Mungu wa maajabu. Lakini je, ufahamu wako unaelewa? Lakini je, unaamini katika mambo makubwa? Glory to his name forever. Jicho lako la ndani likafunguke zaidi na umuone Bwana katika ubora wake na katika ukuu wake katika jina la Yesu. Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa, lakini anahitaji imani ya mambo makubwa. Imani ya mambo madogo itasukuma mambo madogo, lakini imani ya mambo makubwa inasukuma mambo makubwa. Ili mambo makubwa yaweze kuja kuvutwa, lazima muamini Bwana kwa mambo makubwa. Kwa nini Mungu anataka tumwamini kwa mambo makubwa? Moja, ni kwa sababu anataka kufanya. Ni kwa sababu anataka kufanya. Mwanzo 15 mstari wa 4 mpaka wa 6. Mwanzo 15 kuanzia mstari wa 4. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hatakurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Tazama, akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Akamwamini Bwana, naye Bwana akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Ndio maana nataka nikuonyeshe kwamba ni kwa nini Ibrahimu alipata neema na cheo cha kipekee mbele za Bwana. Haikuwa jambo rahisi. Kuitwa baba wa imani haikuwa jambo rahisi. Ni kwamba kuna mambo ambayo aliyafanya, aliyaamini yasiyoaminika. Ndio maana akaitwa baba wa imani. Kuna wakati tunaponyokwa na mambo makubwa katika maisha yetu, licha ya Mungu kusema na sisi, kwa sababu tunafeli eneo moja tu. Mungu anataka akishaongea na wewe, anataka uanze kumwamini yeye juu ya hilo jambo alilosema na wewe. Ibrahimu baada ya kutolewa nje, kuonyeshwa zile nyota, maandiko yanasema kwamba akamwamini Bwana, na alipomwamini Bwana kilichofuata, Bwana akamhesabia kuwa ni haki, kuwa amestahili jambo hilo, kuwa ni halali yake jambo hilo. Na hilo jambo limekuwa walijawa? Limekuwa. Alimwamini Bwana kwa jambo zito, kwa jambo kubwa, licha ya kwamba lilikuwa aliingia akilini, licha ya kwamba hata Sara alikuwa anacheka. Kile kicheko hakikuwa kicheko cha kawaida, kilikuwa ni kicheko cha mshangao ya kwamba inawezekanaje. Lakini maandiko yanasema yale yasiyowezekanika kwa Mungu wetu yanawezekana. Akacheka moyoni mwake, akasema inawezekanaje mtu wa miaka 90 akanyonyesha. Ukimwamini Bwana kwa mambo makubwa yatakuja kwako, licha ya kwamba haufai, licha ya kwamba umepitwa na wakati, lakini yatakuja kwako. Haleluya. Amen. Akamwamini Bwana na Bwana akamhesabia kuwa ni haki kwake. Kuna jambo Bwana amekuambia na kutia moyo
unamwamini Bwana, hiyo itakuwa ni haki yako, itakuwa ni halali yako, itakuwa ni sehemu yako, itakuwa ni urithi wako, na utamuona Bwana katika hilo. Kuna wakati tunakuwa tunamwamini Mungu lakini kwa mambo madogo madogo mno. Kuna wakati wa Mungu anashangaa, anasema mwanangu, mbona anaweza kuniamini juu ya hili, lakini kwa nini anashindwa kuniamini juu ya hili? Nisikilize, Mungu ana uwezo wa kufanya mambo yanayopita akili za kibinadamu. Yale mambo ambayo network ya kichwa chako haikamati, network ya moyo wako haikamati, hayo Mungu anaweza kuyafanya. Mungu wetu ni Mungu anayeweza kufanya mambo makubwa, lakini anahitaji watu ambao wanaweza kumwamini juu ya mambo makubwa. Haleluya. Amen. Juu ya mambo makubwa. Nisikilize nikwambie, hii itakusaidia. Nisikilize. Mungu ni Mungu ambaye uwezo wake hauna mipaka. Nguvu zake hazina mipaka. Lakini yule anayechukua zile nguvu anaweza akaweka mipaka. Mungu anaweza kuwepo, ni Mungu wa kuweza mambo yote, lakini wewe ambaye unatamani kuona wewe uweza, unaweza ukamwamini juu ya mambo machache. Unaweza ukamwamini juu ya mambo madogo, na ukimwamini juu ya mambo madogo, maana yake ni kwamba madogo yatatokea kwako na utaishi kwenye mambo madogo. Lakini ukimwamini juu ya mambo makubwa, mambo makubwa yanatokea kwako, kwa sababu umemwamini Bwana juu ya mambo makubwa. Ibrahimu aliamini. Si jambo rahisi kwa mtu wa miaka 100 kupata mtoto. Sio jambo rahisi kwa mwanamke wa miaka 90 kupata mtoto, lakini Ibrahimu akamwamini Bwana juu ya jambo hilo zito na kubwa. Na alipomwamini Bwana akasema, okay, basi ninakuhesabia hiyo itakuwepo ni haki kwako. Na Ibrahimu akapokea. Katika Zaburi maandiko yanasema, msimwekee mpaka mtakatifu wa Israeli. Wewe unafikiri ni mipaka ya aina gani? Sio mipaka ya bikoni, sio mipaka ya ukuta, ni mipaka ya ufahamu, ni mipaka ya imani. Usimwekee Mungu wako mipaka. Ni mipaka ya aina gani? Ni mipaka ya kwamba nikiomba hii itajibiwa, nikiomba hii ni ngumu sana, nikiomba hii labda sio rahisi. Sikiliza, hakuna jambo gumu mbele za Bwana. Kuna wakati watu tunaishia kuamini tu juu ya vitu vidogo vidogo, na vinafanyika, sio kama ifanyiki, vinafanyika. Lakini swali ni je, Mungu wako ni Mungu wa mipaka? Kuna wakati tunajiangalia, tunaona ni ngumu kutokea kwangu, labda kwa mtu mwingine. Nisikilize, unamwamini Mungu juu ya mambo gani? Kuna wakati tunakuwepo ni watu ambao tunamwekea Mungu wetu mipaka. Tunaweka mipaka midogo midogo, tunasema hii ni ngumu sana, hii sio rahisi, hii inataka gharama kubwa. Sikiliza, wewe ndio unayeona hivyo. Mungu wetu sisi yuko flexible. Hana mipaka, hazuiliwi, hashindwi, ana uwezo wote, aweza fanya kwa yeyote, mahali popote, kwa mazingira yoyote, anaweza kufanya. Ukimwamini anaaminika, ukimwita anaitika. Haleluya. Amen. Usimwekee mipaka. Fika mahali fulani, elewa ya kwamba uko na Mungu ambaye hashinda lolote lile. Kazi yako kubwa ulionayo ni kumwamini yeye kwa yale mambo yasiyotendeka, yale mambo yasiyopenya kwenye akili, yale mambo yasiyowezekana. Magonjwa yasiyopona, mwamini Bwana juu ya hayo magonjwa. Mambo makubwa. Haleluya. Wewe unayesema umelaaniwa, umenenewa, umefanyweje, mwamini Bwana juu ya mambo makubwa. Wacha nikupe mifano kadhaa itakayoweza kukusaidia. Wako watu waliwahi kutupwa. Wacha wewe ambaye umesogezwa. Wewe hujatupwa, umesogezwa tu. Umefanya nini? Sogezwa. Umesogezwa. Kuna watu wamewahi kutupwa kama takataka. Na Mungu akasema, okay, unaniamini hata hapa, pokea sawa sawa na imani yako. Chochote unachokiamini kichukue. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kanisa la leo, kwa nini mambo makubwa hayaonekani katikati ya maisha ya watu? Kwa sababu watu wengi wameshusha viwango vya imani zao. Kuna namna watu wanamuona Mungu anaweza, lakini kwa asilimia kadhaa. Katika Ayubu anasema Mungu huyu anaweza mambo yote, lakini pia kana kwamba haitoshi, makusudi yake hayawezi kuzuilika. Nisikilize, fika mahali fulani, shuti yale unayoyaona ni mazito sana, mwambie Bwana, nataka nikuthibitishe juu ya jambo hili. Unakaza msuli wako, alafu unafukuza roho ya hofu.
Ukiona akili yako inatafuta kuingiliwa na mawenge, iambie akili yangu kaa pembeni. Kuna sana nafsi yako inakwambia je, isipotokea. Iambie kaa pembeni. Kwa Bwana hakunaga sentensi wala msamiati je isipotokea. Haipogo. Kwa Bwana msamiati ni mmoja tu. Yote yanawezekana. Hakuna jambo gumu la kumshinda Bwana. Amen. Kwa Bwana msamiati ni mmoja tu. Kwa Bwana hakuna kuanguka. Amen. Haleluya, ona Mungu. Amen. Mwamini Mungu juu ya mambo makubwa. Unamtumikia Mungu aliye hai. Yeye hashindwagi. Hashindwagi. Kwa nini? Hana vinasaba vya kushindwa. Ni mambo gani yamekaa mbele yako? Chukua ule mfano wa mtumishi wa Mungu Danieli, ambaye alikamatwa na watu wabaya waliokuwa wakimpangia mabaya daima, lakini wakamshika wakamweka kwenye tundu la simba. Lakini Danieli alikuwa anamwamini Mungu wake juu ya mambo makubwa. Anamwambia Mungu, katika historia sio rahisi mtu kutoka salama. Simba kumwacha mwanadamu salama sio rahisi. Lakini sasa mimi kama mtumishi wako nataka nikuthibitishe juu ya hawa simba. Na ninakuamini juu ya hawa simba ya kwamba uhai wangu uko mikononi mwako Mungu. Nataka nikuthibitishe. Akamwamini Bwana juu ya maisha yake. Kwa hiyo wakati yuko pale, ile imani yake ikamfanya Mungu aseme, alright, unaniamini juu ya kuishi katikati ya simba, okay, pokea. Haleluya. Alipoingia ile imani kuu iliyoko ndani yake, na changanya na yule Mungu tuliye naye ambaye hanaga tabia ya usaliti, hanaga tabia ya kumkimbia mwanadamu wakati wa shida. Haleluya. Amen. Na mwisho mtumishi wa Mungu akatoka. Utapona ugonjwa ambao watu hawaponi. Utapona na aibu ambao watu hawaponagi. Utapona na vita ambao watu hawatokagi salama. Utachomoka mahali watu hawachomokagi. Utatoroka kifungoni kwa neema ya Bwana na kwa imani kuu iliyo katika Kristo Yesu. Haleluya. Vuka kiwango cha kumwamini Bwana. Useme nimedumu kwenye kiwango hichi, lakini sasa nataka ni advance. Haleluya. Mashaka haya yanayokaa kwenye moyo wako lazima uyafagilie mbali. Useme Mungu wangu achangamani na mashaka. Akisema amesema. Na asemaji mara mbili, anasemaga mara moja tu. Wewe unaweza ukaomba siku 7, unaweza ukaomba siku 30, unaweza ukaomba siku ngapi, lakini mwisho wa siku yeye anakuambia neno moja tu, yamekwisha. Unajiuliza sasa, na mifungo yote na sadaka na mikesha yote, yani ndio hii nilikuwa natafuta, yamekwisha. Sasa akishakwambia yamekwisha, wewe lazima udake yamekwisha, uiamini yamekwisha, utembee na neno yamekwisha. Kwa hiyo kitembea unasema yamekwisha. Vipi unaendeleaje zile figo? Imekwisha. Ugonjwa umekwisha. Yale madeni yamekwisha. Wale maadui zangu wamekwisha. Kwa nini? Sababu naamini ya kwamba Mungu wangu amesema yamekwisha. Ibrahimu alipoambiwa uzao wako utakuwa kama nyota, akamwamini Bwana. Bwana akamhesabia haki jambo hilo. Kuna vitu huwezi kuhesabiwa haki ni mpaka umwamini Bwana kwa hilo jambo. Amen. Kuna vitu huwezi kuhesabiwa haki, huwezi kuhalalishiwa. Anaposema akamwamini Bwana, Bwana akamhesabia kuwa haki, maana yake ni kwamba Bwana akamsainia, Bwana akamsainishia. Huwezi kusainiwa jambo lolote bila kumwamini Bwana juu ya jambo hilo. Kama hujamwamini Bwana juu ya hilo jambo, huwezi kuhesabiwa haki, huwezi kuhalalishiwa. Lakini Ibrahimu akamwamini Bwana, Bwana akamhesabia kuwa haki jambo hilo. Amestahili kuwa hivi, amestahili kusogezwa hatua, amestahili kubarikiwa, amestahili kuheshimishwa. Imekuwa wejawa, imekuwa. Desturi ilipinga lakini iligonga mwamba. Umri ulipinga lakini umri uligonga mwamba. Umri wa miaka 90 haukuweza kupingana na hilo. Lakini sasa kaimani ka unyonge, umeinamisha kichwa kwa unyonge kama vile yatima fulani. Sijui hata nitafanya nini Mungu wangu. Yaani sielewi, unajua sielewi mpaka sasa hivi itakuwaje. Kama wewe uelewi, nani atakayeelewa? Wewe wa kwanza kuyaelewa maisha yako. Uwe wa kwanza kuelewa. Elewa umepona, elewa umebarikiwa, elewa hakuna anayeweza kukutoa uhai wako kukudhuru.
Elewa, hakuna adui anayekuweza. Elewa wewe kwanza. Sasa ukisema uelewi, watakwambia okay, wewe uelewi, sisi tunaelewa. Lazima uondoke. Haleluya, wana wa Mungu. Lazima wewe wa kwanza kuelewa. Amen. 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 Kuna mambo ya kihistoria yanataka kwenda kutoka katika maisha yako. Amen. Kuna mambo ya ajabu yanatafuta kwenda kutoka katika maisha yako. Pokea imani ya kuyavuta. Pokea imani ya kuyavuta. Pokea imani ya kuyavuta. Pokea imani ya kuzalisha. Pokea imani ya kuyavuta. Ni kitu gani kikubwa kinachokupa shida kwa muda mrefu? Ni jiwe gani kubwa unajaribu kulivingirisha kwa muda mrefu linakushinda? Hapo hapo ndio Mungu anataka aende akaonekane. Hapo hapo ndio Mungu anataka aende akajitukuze. Ukinielewa ninachokuambia leo, boma lako litastaajabia matendo ya Mungu kwako. Amen. Marafiki zako watastaajabia matendo ya Mungu kwako. Amen. Waliokupinga wakisema haitakuwa, watastaajabia matendo ya Mungu kwako. Mwamini Mungu wako, mwana wa Mungu. Mungu hana mipaka. Amen. Ukimwamini popote anatokea. Haleluya. Mambo makubwa yakawe sehemu yako in the name of Jesus. Hallelujah. Are you ready somebody? Amen. Uko tayari kumuona Bwana? Amen. Hebu sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru. Nimekuwa ninakuamini ninakuamini juu ya mambo madogo madogo. Juu ya mambo madogo madogo. Lakini leo neno lako linanitaka nikuamini juu ya mambo makubwa. Bwana, nahitaji kuona mambo makubwa. Nisaidie sasa. Roho ya utasa ikaniachilie. Bwana nisaidie. Yesu, jina la Yesu. Yesu, Yesu, jina la Yesu lina nguvu. Baba, asante kwa ajili ya watumishi wako wote waliokanyaga mahali hapa. Hakika waingiao nyumbani humu hawataaibika milele yote. Hawatakufa kabla ya siku zao. Hawatapokonywa hatima wala baraka zao.